Aliniambia alikuwa Thailand akila vyura yule. Nasubiria Onyancha sasa. Kama atanipatia nini. Inakuja usijali. Hapa kwa Onyancha utakesha. Mtazamaji, karibu tuangalie baadhi ya taarifa ambazo zimekolezwa wino kwenye magazeti. Mimi ninayo nakala ya The Star. Nami mtazamaji nina gazeti la The Standard. Nami ninalo gazeti la The Daily Nation. Kazi ipo. Kabla kujana swaga hapa. Haya, mtazamaji, taarifa ambayo imepatiwa kipaumbele katika gazeti la The Star asubuhi ya leo, mpenzi mtazamaji, ni kuhusiana na timu ya riadha iliyoshiriki mashindano ya dunia kule Tokyo, Japan, na kumaliza katika nafasi ya pili, jumla ya nishani 11, na jana waliandaliwa kiamsha kinywa katika ikulu ya Nairobi. Na katika hafla ile basi rais alishindwa kujizuia, ambapo hisia zilimteka na alimwaga machozi. Na kumbe pia rais huwa anatembea na handkerchief. Akatoa kitambara chake akajifuta vizuri alafu akaendelea. Lakini mwanadamu ni mwanadamu. Rais anawapenda sana wanariadha. Sana tu. Na mtazamaji, kwenye gazeti la The Star, taarifa si nzuri sana, ni kuhusiana na cocaine ambayo iliweza kupatikana katika uwanja wa ndege wa JKIA, ambapo jamaa mmoja ambaye ni raia wa Uingereza kwa jina Damata Moss Santos wa miaka 28 ameweza kuwafanya watu kujiuliza maswali mengi, kwa iliwezekanaje akaweza kupita na kiasi kikubwa cha cocaine ama cocaine yenye gharama ya hali ya juu. Aliweza kupita naye katika vituo vya usalama pale uwanja wa ndege wa JKIA. Na kwa miaka mingi uwanja wa JKIA umejulikana sana kwa sifa zake za kuwa na ulinzi mkali sana katika maeneo hayo, lakini kwa sasa inaonekana kuwa itakuwa vigumu kuweza kusema kwa wao ndio wanashikilia nafasi ya kuwa na usalama katika viwanja vya ndege aswa hapa Afrika, baada ya jamaa huyu wa Uingereza kupatikana kuwa aliweza kupita vituo vyote vya usalama akiwa na ile cocaine. Hapo kuna alama kubwa sana ya dukuduku, sivyo Mwamkondo? Ni swala la kuchekesha kwamba yani mtu akapatikana na makosa Uingereza na hapa Kenya amepita tu vizuri tena nasikia akisaidiwa ama akikuwa escorted na maafisa waliovalia uniform na wale ambao hawana uniform. Kabisa. Na kwa upande wangu gazeti la Daily Nation, taarifa iliyokoleza wino hapa ni wanasema inside bungled hiring of 10,000 police officers. Bila shaka ni taarifa ambayo tumepeperushia kwenye taarifa zetu za asubuhi ya leo kuhusiana na kuahirishwa kwa zoezi hili la kuajiri makonstable 10,000 kutokana na uamuzi wa mahakama. Lakini bila shaka ni swala ambalo tutalifuatilia kwa karibu kuweza kukujuza ni yepi atakuwa yanajiri kutokana na uamuzi huo. Vile vile mtazamaji, unafahamu kwamba ni miaka miwili sasa tunaweza sema imesalia kuingia uchaguzi mkuu. David Maraga hapa ameendeleza agenda zake ama anaendeleza agenda zake za kueleza ni jinsi gani anavyojipanga ama anavyojiweka tayari katika kuwania kiti hicho cha urais. Wanasema Maraga, this is my promise to change Kenya. Kwa hivyo ni taarifa ambayo ipo kwenye ukurasa wa 6 na 7 akielezea ahadi zake ni zipi ambazo kadri anavyopanga mipango yake ya kuwania urais ni yepi atakayokuwa anawafanyia wa Kenya. Alafu pia naona kuna taarifa moja Mwamkono na Nancy, nadhani mtaikumbuka. Kuna kile kisa kilifanyika pale Likoni Ferry kuhusiana na ile gari ya mama aliyekuwa na mwanawe mwaka 2022 walioweza kuingia ndani ya bahari na wakakwama kule. Juhudi za kuokoa zikachukua muda pale, na baada ya kutolewa wakawa tayari washapoteza maisha yao. Kwa hivyo kesi hii ilikuwa mahakamani, na saa hizi taarifa iliyoandikwa hapa inasema kwamba court recalls ferry boss over 2019 Likoni tragedy. Picha iliyowekwa ni huyo mama na mwanawe, taarifa kwenye ukurasa wa 10, ambapo mtazamaji ukiweza kutaka kuisoma unaweza kujipatia nakala na uweze kuelewa kwa kina. Mwamkondo. Bila shaka mtazamaji, endapo ndo kwa sasa unajiunga nasi, yani matangazo ya moja kwa moja, kipindi hewani ni Kuzacha, na kwa sasa tunafanya tu durusu za taarifa ambazo zimekolezwa wino mweusi kwenye magazeti, lakini kuna mengi ya kibani tumekuandalia. Taarifa nyingine ambayo nimeiangalia kwenye gazeti la The Star ukurasa wa 9, suspect surrenders to police after wife's murder in Mau, Narok. Mshukiwa mmoja amejiwasilisha mwenyewe kwa maafisa wa polisi baada ya mauaji ya mkewe katika eneo la Narok. Bila shaka mpenzi mtazamaji, ni taarifa ya kuhuzunisha hii, na siku zote
endapo unafanya kazi mahali alafu patokeo itilafu yoyote, basi wewe ndio utakuwa mshukiwa wa kwanza. Na ni vile vile katika kisa kama hiki, kama mke wako amefariki, basi katika hali ya kutatanisha na wewe uko karibu, basi wewe ndio mume, kidogo utaanza kuulizwa maswali mawili matatu na nisi. Na mtazamaji, utakumbuka taarifa kwenye ukurasa wa pili wa The Standard. Kuna taarifa ambapo utakumbuka Januari mwaka uliopita kuna mwanadada wa miaka 24 ambaye alipatikana ameuawa katika makazi ya Airbnb pale South B, Starlet Wahu, na ambaye aliuawa katika makazi ya Airbnb South B mwaka uliopita. Na kwa sasa uchunguzi uliowasilishwa, uchunguzi ambao ulifanywa na kuweza kuwasilishwa mahakamani, unasema kuwa vitu ambavyo vilipatikana ambavyo vilitolewa kama ushahidi, kulikuwa na kisu na kulikuwa na zile HIV kits ambayo nasema polisi waliweza kuzifikisha pale, na wanasema vitu hivi vilikuwa na damu na vilipatikana pale katika chumba ambapo aliuawa Starlet Wahu. Na ule mshukiwa John Matara pia aliweza kupatikana akiwa na damu, na pia mmoja wa wahudumu wa afya katika kituo kimoja cha afya alisema kuwa John Matara aliweza kufika katika kituo hicho cha afya kutafuta usaidizi akiwa na damu, alama za damu, ambapo anasema hospital worker recalls John Matara seeking treatment for his wounds wrapped in blood-soaked towel. Na bila shaka mtazamaji, tunatumai kuwa haki itaweza kutendeka kufuatia mauaji ya msichana huyo ambaye alikuwa wa miaka 24. Haya, kwenye taarifa hivi majuzi iliyogonga vichwa vya habari ama pia mitandao. Utasema sio kama kuna vichwa vya mitandao Mwamkondo na Onyancha. Manake ilikwenda viral kwenye mitandao, nadhani ndio hata ikaweza kupata fursa kwenye magazeti na pia taarifa kuhusiana na wale vijana wawili kutoka Somalia ambao walipatikana kwenye video wakichezea bendera ya Kenya pale, na wakaweza kushikwa, ama walikuwa wameshikwa, wamewekwa ndani kwa siku 5, lakini wameachiliwa kwa dhamana ya 50,000 kila mmoja, wakisubiri kwamba masuala mengi zaidi ama uchunguzi uzidi kufanyika. Vijana hawa ni wa umri wa miaka 14 na 17, lakini swala ambalo pia limeibuka ni kuhakikisha kwamba kweli miaka yao ni hiyo, kama kweli ni watoto wadogo ama watachukuliwa kama watu wazima, katika kuhakikisha kwamba wanachukuliwa hatua za kisheria. Na vile vile swala ambalo tunataka pia kuhakikishiwa na mahakama ni kuhusiana na kwamba walikuwa Kenya pengine wakitafuta makazi ama wakitafuta usaidizi, ama walikuwa Kenya kwa njia gani. Kwa hivyo ni swala ambalo bado linashughulikiwa na mahakama, lakini ni video ambayo iliweza kukashifiwa vibaya kwenye mitandao kwa kuonekana kwa ile bendera ya Kenya ambayo inaipea Kenya hadhi ya juu sana, ama inaheshimika, na wakaonekana kwamba wanaichezea pale. Kwa hivyo ni swala ambalo limewafanya watoto hao wawili wakiwa na umri wa miaka 14 na 17 kuingia rumande kwa siku 5, na hapo jana wakaweza kuachiliwa kwa dhamana ya 50,000, lakini bado kesi ipo. Na pia vile vile anayewasimamia, ama kama tunaweza sema kama ni wazazi wao, wakaambiwa kwamba wahakikishe kwamba vijana hao watapatikana kwa urahisi iwapo itafika mahali watahitajika tena mahakamani baada ya uchunguzi zaidi na masuala yanayotakana kufafanuliwa kwa koti yatakapokamilika. Bila shaka mtazamaji, ni taarifa ambayo ni nzito, ni taarifa ambayo imezungumzwa kwa kina kama alivyosema mwenzetu, imekuwa kwenye mitandao ya kijamii kwa wingi. Lakini kuna taarifa moja hapa kidogo Nancy na Kamche pia imenifurahisha. Naam. Ni kwamba Dramas Kitui Speaker suspends MCA behind motion to impeach him. Mtazamaji, katika hizi county assemblies ama mabunge ya county kumekuwa na vituko, migogoro chungu nzima kati ya maspika na wakilishi wadi, na vile vile pia kati ya wakilishi wadi na magavana. Sasa kuna MCA mmoja ambaye ni atamu yake ya pili kule katika kaunti ya Kitui, alikuwa amewasilisha hoja ya kumtimua spika wa bunge lile. Lakini katika ile D-Day spika aliweza kumsuspend kwa siku 10, akisema kwamba ana utovu wa nidhamu, na akawa suspend pia wengine 10. Kwa hiyo tayari wakilishi wadi 30 walikuwa washa-append their signatures kumtoa huyo MCA. Lakini ile siku ikifika tu before the motion was tabled, yule speaker akaweza kumsuspend. Sasa huyo mwenye kumove hiyo motion akasuspendiwa. Na wenzake karibu 10 wale ambao walitia sahihi mswada wa kumuondoa. Sasa unaona hii motion imekufa mpaka miezi 3 sasa.
Lakini swali ni Speaker alimsuspend MCA kwa on what grounds? Alikuwa amemisbehave ndani ya chamber ama kulikuwa kumefanyika nini? Manake kususpendiwa kule lazima umemisbehave pale ndani. Umeenda against the standing orders, umewoniwa, umekataa, mpaka inasemekana kwamba huyu sasa ni grounds gani zilimfanya speaker akamsuspend? Kosa alilomtimua nalo ni kwamba ni utovu wa nidhamu, yani citing gross misconduct, na anasema alitumia kipengee cha standing order 103A. Aya, tutafuatilia tu tuone kutakwendaje, manake kama hakuna ground ya maana sidhani kama anafaa kususpendiwa MCA. Lakini ndio hivyo ashatimuliwa. Kwa hivyo mission yake imetibuka. Mpaka tena miezi mitatu, kwa hiyo siku 90 alafu haijaribu tena sasa. Kwa hiyo kumaanisha hapa tayari speaker ameokolewa. Miezi mitatu. Atakula mshahara. Hapa ni kustrategize. Akili ni nywele. Na mtazamaji, kwenye ukurasa wa 3 kuna taarifa kuhusiana na kuokoa msitu wa Mau. Kumbuka kumekuwa na jitihada za serikali na pia wakazi wa eneo hilo katika kufanya ile Mau conservation, na mshindi wa dhahabu Faith Kipyegon ameweza kuchaguliwa kuweza kuongoza ile marathon ambayo inatarajiwa kufanyika pale Mau. Na taarifa hii inasema Faith Kipyegon to promote inaugural Mau conservation marathon later this month. Wanasema kuwa msitu huo umeweza kuwa endangered na atakuwa tu mmoja wa wale watu ambao watakuwa wanasaidia katika kuhakikisha kuwa wameweza kuhifadhi msitu huu wa Mau. Na hapa kuna taarifa moja inagusia waajiri ama wafanyikazi, ambapo inasema employees can't be punished for taking leave. Ni taarifa ambayo imetoka kwa court, the Employment and Labor Relations Court, ambayo inasema kwamba mwajiriwa ana haki ya kuchukua mapumziko, muda wa mapumziko inaitwa annual leave, hata kama mwajiri wake hajamruhusu. Mkondo hapo pazuri. So wewe utaamua tu usije kuzacha. Is entitled to assert their right to apply for and take annual leave when the employer fails to allow it. Hapo pazuri sana, hapo pazuri sana. Unajua hii ni mili bana, na mili nafaa mapumziko Nancy. Kabisa. Tukisema wewe unaninyima nafasi nisipumzike na ni haki yangu, kidogo hatutaenda sawa. Tena nipumzike na unilipe malipo ya kupumzika. Upo? Kupumzika ni haki. Ndio maana hata wakati una sign ile contract yako, zile siku tayari zishaekwa hapo. Si ndio? Kwa hiyo hata mahakama isingetoa uamuzi, hiyo ipo kamche. Na mtazamaji, kuna taarifa nyingine kuhusiana na maternal health trial ambayo inasema maternal health trial. Na Monyancha, naam, mwelekezi anatuambia tufunge ukurasa wa magazeti, kudumisha magazeti hapa. Najua hiyo taarifa hiyo ya kuchukua leave hiyo ndio itafanyia siku yenu iwe nzuri. Sijui nasi ati mmekataza kuchukua leave. Waenda leave zenu vizuri, lakini wasiwasi wa nini? Mtazamaji, basi sekunde tu zimesalia igonge saa 1 juu ya alama asubuhi ya leo South Afrika Mashariki. Mapumziko mafupi alafu baadaye tutaendelea na kuzacha. Sende mbali.